Sanaa ya Bongo Flava nchini Tanzania kwa hivyo sasa imezidi kuleta msuguano zaidi, na baadhi ya mashabiki na watu mbalimbali maarufu celebrate kuweza kusema kwamba kwa hivi sasa mziki wa Bongo Flava unazidi kutoka katika ile lamani ambayo iliweza kuonekana kwamba inafanya poa zaidi katika ulimwengu huo. Sasa tukienda kutazama zaidi video hii hapa, tunaweza kujua ni kitu gani ambacho kimetokea na kimesababisha watu wengi sana, mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki nchini Tanzania kuweza kuzungumza hiko na kusema kwamba kwa hivi sasa sanaa ya Bongo Flava inazidi kutoka katika njia maramani ambayo ilijengwa kwa muda mrefu, kwa jasho, kwa maumivu, lakini pia kwa uwekezaji mkubwa ambao wa watu waliweza kufanya hivyo, waasisi wa Bongo Flava. Hii inafuatia na kitu ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa kuonekana muziki huu hapa si kipaumbele kikubwa ambacho kinachotazamwa zaidi katika mitandao ya kijamii, lakini pia kwa mashabiki kustream katika majumba imekuwa ni kitu ambacho si kama zamani kizingatiwi kivile. Sasa ni kwa sababu gani nimekusogezea hii hapa, na ni kwa nini nimekuletea uchambuzi huu hapa, na kitu gani ambacho kimesababisha sanaa ya Bongo Flava kwa hivi sasa kutokuonesha kuwa inafanya poa kama ilivyokuwa ikifanya zamani na kutoka kwenye lamani kama jinsi ambavyo inazungumzwa zaidi. Basi nikwambie kitu kimoja, kwa jambo la msingi sana. Ukisubscribe channel hii hapa, chini hapo kuna kijidode fulani hivi kimeandikwa subscribe. Kibonyeza alafu utakuwa unakuwa kwanza kupata taarifa zetu. Naona bwana. Lakini pia ukipendezwa na uchambuzi ama hiki ambacho nimekusogezea mtu wangu, basi utafanya ushare video hii hapa, si ndivyo? Like, utalike pia. Basi tuendelee katika hiki ambacho nimekusogezea. Unaambiwa kwamba sanaa ya muziki kwa hivi sasa imeanza kutoka kwenye njia baada ya kuonekana wasanii wa comedy kwa hivi sasa ni watu ambao wanaofuatiliwa zaidi katika mitandao ya kijamii, hususan ukiachilia mbali YouTube. Ukienda katika mitandao mingine sana sana Instagram imezidi kuwashtua mashabiki na wasanii katika maeneo tofauti tofauti ambapo wamekuwa wakifanya poa sana sana. Sasa katika hiki hapa kinasema kwamba sasa nimeanza kuamini kwamba inawezekana hawa wachekeshaji ndani ya miaka michache ijayo watakuja kufunika kabisa wasanii. Unaona bwana. Na hii imekuwa na ukakasi sana katika hii taarifa, kumekuwa na ukakasi sana. Je, itawezaje tasnia ya comedy kuweza kuwafunika manguli ambao wamezidi kuipeperusha bendera ya Bongo Flava katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Unaona bwana. Kufuatia Anko Nzala mwenye video yake moja tu ambayo ina siku mbili tu katika mtandao wa Instagram, imetangazwa na watu milioni, yani imetazamwa na watu milioni 15 kwa siku mbili tu, huku ikiwa na like 728,000. Hii ni rekodi ambayo hata Diamond Platinum mwenyewe hajawahi kabisa hata siku moja kuweza kuifikia hata nusu ya hiyo mitandao, hasa mtandao wa Instagram. Kwa hii labda nimekusomea tu fasta, hebu nirudie tena. Nikwambia kwamba Anko Nzala mwenye video yake moja tu ambayo ina siku mbili katika mtandao wa Instagram itazamwa na watu milioni 15 huku akiwa na like 728,000. Hii ni rekodi ambayo hata Diamond Platinum mwenyewe hajawahi kabisa kuifikia hata nusu yake hiyo kwenye mtandao wa Instagram. Unaona bwana, huyu ndio Anko Nzala, anatisha sana. Na nyie gonga like zenu hapa katika huu uchambuzi, alafu mwisho wa siku tutakutana baadaye bana. Hii ulikuwa nimekusogezea kwa ajili tu ya uweze kupata taarifa nyeti kama hii hapa ambayo huenda bado hujaipata. Nikushukuru sana, lakini nimekwambia kitu kimoja, unaweza ukasubscribe channel hii hapa, lakini pia share video hii hapa na wengine waweze kuona kwamba jinsi ambavyo Anko Nzala alivyovunja rekodi. Unaona bwana. Basi nikushukuru sana, hadi wakati mwingine. Wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.